Bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni exclusive interview na msanii ambaye kwa hakika kuna vingi ambavyo ungetamani ufahamu kutoka kwake ama uvijue kutoka kwake. Mmoja kati ya watu ambao nilitafuta muda mrefu sana nipate walau chance kama sio nafasi nizungumze naye, lakini alhamdulillah hatimaye leo nimeweza kumpata. Kwenye tamthilia ya Kombolela tunamfahamu kama Awadhi Mwarabu, mume halali kabisa wa dada yetu Mashavu, mmoja kati ya wajukuu pendwa kabisa kutoka kwenye familia ya Mzee Kikala. Nyundo TV tumepata wasaa huu wa kuweza kuzungumza naye, atuambie kwa ujumla ndoa yake ipoje na nini ambacho kinakwenda kutokea. Ndoa kweli ama ndoano? Mzee wangu inakuaje? Fresh, inakuaje baba? Mama naenda. Mungu anasaidia bwana. Kwenye tamthilia ya Kombolela tunakufahamu kama Awadhi, ndio jina lako ama jina tu ambalo unatumia mule? Amna, Awadhi ni jina la sanaa tu, isipokuwa ni jina la sanaa ambalo nalitumia Kombolela. Lakini jina la sanaa kabisa ambalo nalitumia ni Dizonga Kalito. Dizonga Kalito. Ya, hilo ndo almaarufu yani. Ya. Kuna baadhi ambao ndo mara yao ya kwanza na kuona kwenye tamthilia ya Kombolela. Kuna sehemu ambapo tulitokea ama ndo tumeanzia pale? No, mimi nimeshatokea kwenye nyuma huko, kwa sababu hata Uba kuna watu wanafahamu kupitia Uba. Ya. Kwa kuna tamthilia nyingi ambazo nimepita ingawa sio sana, lakini Kombolela inafuatiliwa sana. Kwa hiyo ni rahisi sana ukishiriki kufahamika kwa ukaribu zaidi na kwa ni rahisi sana. Yeah. Kazi ipi ambayo imekupeleka mjini watu wakamjua sasa Dizonga? Kiukweli naweza nikasema hizo nyingine watu wamenifahamu kiasi, lakini Kombolela naamini inaweza kanifikisha pale ambapo napataka. Kwa sababu ni dude moja kubwa sana, tamthilia kubwa, alafu inafuatiliwa na watu wengi sana. Yeah. Simu zinaita? Simu zinaita hivyo, si unajua? Watu wanaona kazi ya. Kwa naamini insha Allah panapo majaliwa mbeleni tutapiga sana kazi, kwa sababu ndo ndoto zetu. Yeah. Wewe ni fundi simu ama ni character ambayo Abdul ameamua akutushe nayo? Actually pia mimi ninahusika na masuala ya simu. Yeah, nina ofisi ya simu na masuala ya ufundi pia. Yeah, kwa hiyo amelenga mule yani. Mwandishi Abdul amelenga mule. Wewe ndio uliyechola hivyo ama Abdul akachola akaona kama mnaenda na fulani hivi? Abdul mwenyewe ndo ameamua kufanya hivyo yani. Yeah, yeye mwenyewe uandishi wake na ameamua kunipitisha katika ufundi simu, basi sawa. Yeah. Niliwahi siku moja kuposti picha yenu wewe na mkiwa mpo ofisini. Kwa maana kwamba ofisini kwako wewe na Mashavu. Nikaandika pale upo tayari kuolewa ama kuwa kwenye mahusiano na fundi simu. Comment zilikuwa nyingi. Kwa hakika umesoma. Natamani tujibu zile comment negative, watu ambao wanasema kwamba hao mafundi simu wao kila mwanamke wao. Hii imekaaje kwenu? Sidhani, unajua bwana, hulka ya tuseme umalaya ni hulka ya mtu. Sio kwa sababu ya kazi. Umeelewa? Yeah, sikuwa siamini kwamba mafundi simu wote wanakuwa wanapenda wanawake, ni kitu ambacho sio kweli. Yeah. Wewe unaamini kazi gani ambazo wengi malaya kwa sisi wanaume? Ndio maana nakwambia brother, kwa sababu siwezi kusema ni kazi gani, itakuwa naingilia kazi za watu. Yeah, lakini umalaya ni hulka ya mtu. Unaelewa? Anaweza kama mtu yuko sehemu nzuri, unaelewa, pengine hata ya dini labda, lakini akawa malaya. Ni hulka tu ya mtu, ni tabia tu. Ila mafundi simu kwa yako mnasifika kwa ya mambo. Wachua unajua? Inaweza ikawa, unajua? Yeah, inaweza ikawa kwa sababu kuna watu wanaona kwamba wanapitia fursa hiyo, mteja akija akimdanganya kwa hiki kwa kile, nitakutengenezea labda bure kitu 100,000 kio hiki. Ndio hivyo, kwa hiyo inawezekana. Lakini sio wote. Kwa jumla yale ambayo unaigiza kwenye Kombolela kuna vitu ambavyo vimesha kugusa maisha yako? Kombolela. Kama tuseme ukewenza hapana, sijawahi, yani kwamba nina wake wawili hapana. Kiufupi sipitii kile ambacho nakifanya ndani ya Kombolela. Ile ni acting tu ya. Status yako ya mahusiano ipoje? Iko fresh tu. Nashukuru Mungu, iko poa. Ni mume wa mtu, ni mchumba wa mtu ama uhitaji kabisa mambo hayo? Mimi sio mume wa mtu. Yeah. Sio mume wa mtu? Sio mume wa mtu. Ila ni mpenzi wa mtu, hata mpenzi hatuna? Mimi mtoto wa kiume bwana, alafu rijali, kwani siwezi kukosa yani. Yeah. Watu wanaanza kuwa na mashaka, mbona Mwarabu? Ni Mwarabu kweli lakini? Kwa nini unaonaje? Unajua rangi nyeupe sio Mwarabu, unaweza kuwa wewe labda Mpakistani, unaweza kuwa ni Mpemba, ndio maana nikasema nipate uhakika. Nina asili ya Kiarabu. Sina asili ya Kihindi, sina asili ya Kizungu, nina asili ya Kiarabu. Yeah, kwa sababu ukoo wangu wapo Waarabu.
Mamangu pia ni muonekano kama wangu, baba yangu muonekano kama wangu. Isipokuwa pia Waswahili wapo katika ukoo wetu, mabibi, mababu huko wale wapo Waswahili. So unajua kwamba chanzo kwamba Waarabu walikuja wakakutana na Waswahili. Kwa hiyo wapo Waswahili, tupo wengi pia katika familia yetu, katika ukoo wetu Haikuletei shida hii Waarabu na Waswahili kuchanganyikana hasa kwenye masuala mazima ya kuigiza? Familia imebariki ama inakataa, ila wewe unasema haina jinsi, wacha nifanye kazi yangu? No, mimi ninachoshukuru Mungu, asilimia kubwa familia yangu wananisupport. Mwanzo wakati naanza nilihisi wasingependa. Lakini kadri ninavyozidi kwenda na kila ninavyopiga hatua naona jinsi gani wana feel proud na kila ambacho wanakifanya. Tunampenda mashavu ama tunampenda mke Mwarabu mwenzetu? Unajua kila kitu na wakati wake. Alafu penzi jipya siku zote linakuwa na nguvu sana. Kwa mashavu sasa hivi wakati wake, mwache atambe. Lakini mzee wangu, ulipona nini kwa mashavu? Ndio swali ambalo kila mtu anajiuliza hivi. Kama story inavyosema, mimi mke wangu nimekaa naye muda mrefu, miaka 5, hatujapata mtoto. Kwa lazima niangalie sehemu nyingine, kwa sababu kila mtu ambaye anatamani kuwa na mtoto, yani kutengeneza familia. Ulimchunguza kabla? Kumchunguza hapana. Sasa kumchunguza sijamchunguza. Na ndio maana kuna vitimbi ambavyo unaviona sasa hivi. Pengine ningemchunguza tusingefikia hatua ya kuoana labda, kwa sababu kuna vitimbi vingi ambavyo vipo. Maana wakati wewe unahangaika kumuinua bibi yako amezimia ndani, unajua mashavu walipo? Hapana, alikuwa sijui. Si ametoroka. Ila majirani baadaye ndo wamekuja kuniambia kwamba ameenda kwenye kigodoro. Kiuhalisia unaweza kadeti na mwanamke mwenye tabia kama mashavu kiuhalisia sasa? Unajua tabia na sometimes zinabadilishika. Ili mradi tu kwamba unampenda mtu na unaamini unaweza ukambadilisha, una date naye, so case. Yaani mapenzi kwamba yeye anakupenda real na wewe unampenda, basi kuna vitu mnaweza mkabadilishana. Natamani nipate comment mara baada ya wewe kuingia kwenye ndoa ya mashavu, whether ni familia, ndugu, jamaa, marafiki walikwambiaje, au zile zinaweza kuja DM huyo hata mwezi amfiki huyo, zile pale natamani nizisikie kutoka kwako. Ni kweli, kutokana na jinsi wanavyoona wanaamini kwamba ndoa yetu haitodumu, lakini mimi naamini, sijui mwandishi anafikiria nini, lakini naamini kuna vitu vingi tutapitia lakini tutadumu. Wewe unaamini ndoa itadumu? Ndoa itadumu, mimi ninavyoamini. Ila ingawa sijui mwandishi anawaza nini katika kichwa chake na ataandika nini. Ila najua kuna vitu vingi tutapitia hapo, kwa sababu najua huu ni mchezo, sio maisha halisi. Kwa hiyo lazima kuwe na drama nyingi ambazo washabiki watakuwa wanapendezewa nazo. Kwa hiyo naamini kuna vitu vingi tutapitia hapo, lakini tutadumu. Kuna namna yote ambayo mwandishi amemchora vizuri Awadhi kwa haya ambayo anayafanya? Of course, mimi naamini alichokichora yeye kiko sawa. Ulitaka kwenda kuoa, mwisho wa siku mkeo sio alikuzuia, tujaoneshwa nini kimetokea pale. Mwisho wa siku kaenda usiku. Bado mwandishi yuko sawa? Mwandishi yuko sawa. Mwandishi yuko sawa kwa sababu kuna target ambayo alikuwa yeye anaitaka na ameipata. Kwa amefaulu. Kwenye hilo mimi naona amefaulu kuwateka washabiki, kwa sababu mwisho wa siku washabiki walijua ndoa hakuna. Na washabiki wengi walikuwa wanatamani waone ndoa, yaani ifungwe tu ndoa, lakini mpaka mwisho wa siku mimi natakiwa nikaoe saa 10, lakini mpaka saa 1 saa ngapi sijafika, watu wakajua hapa tena hakuna ndoa, lakini mwisho wa siku mmekuja kuoa. Kwa watu walifurahi sana. Ndio maana hata ukiona sini yangu mimi na mashavu, kusema ukweli imetrend sana, kwa sababu watu walifurahia ile tukio. Neno la mwisho kwa watesi wale ambao wanaamini kwamba ndoa yenu ifike popote, tunawaambiaje? Mtasubiri sana. Mimi naamini ndoa yetu itafika mbali sana, kwa sababu tunapendana. Unapendana? Tunapendana. Wewe na mashavu? Mimi na mashavu tunapendana. Mimi na mke wangu mashavu tunapendana. Mdomoni tumeka shilingi ngapi mdomoni kama tunawatisha fulani? Milioni ngapi hiyo? Hamna, hela ndogo tu. Hela ndogo tu brother. Onesha kidogo aone. Tuatishe. Kameramani unaona kama ninavyoona mimi? Lakini kusema kweli mimi sijeka kama urembo. Mimi meno wangu kidogo aliharibika. Kwa hiyo nikaweka ambayo yanafanania na haya meno ya kawaida. Alikuwa haya survive muda mrefu, mwaka na nusu nao yanaharibika. Kwa ushauri wa daktari akaniambia ni bora uweke hizi ambazo za silver zinaweza zikasurvive kidogo muda mrefu. Kwa hiyo mimi sijeka kama labda ni urembo kwamba silver nini hapa. Nimeweka kwa sababu nilikuwa na matatizo ya meno.
Bwana, mimi nashukuru sana kwa time yako, walau ni kuacha ukaenjoy. Next time tukipata muda tutaongea zaidi. Kwa mimi bwana, naomba kumshukuru sana bosi wangu Abduli. Yes. Mungu ambariki sana kwa kuniona na kunichukua kwenye tamthilia ya Kombolela. Naamini imeniweka sehemu nzuri, nimepiga hatua kidogo kiukweli, na naamini nitazidi kupiga hatua. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana na nimwombea kheri nyingi sana. Shukrani sana. Asante sana.